Ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Habarini za asubuhi watu wa Mungu. Watu wa Mungu, habarini za mchana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha katika hotuba ya mchana wa leo. Na kabla ya hotuba hiyo niwaletee salamu kutoka Kitunda. Tarehe 16 nilikuwa nafunga siku 10 za maombi. Na watu wa Kitunda waliniambia siku ukipata nafasi wasalimie watu wa Mungu kule Vituka. Tulikuwa na mkutano mzuri mkubwa ambao ulikuwa na mbaraka mkubwa. Maana siku ya kufunga tulibatiza watu 7. Lakini pia tukawa na chakula cha pamoja kama kanisa. Bwana alitubariki. Na ingieni kwenye YouTube ya kanisa ambayo ilifunguliwa mwezi Novemba kwenye mahubiri yaliyofanyika hapa. Mtakuta mahubiri haya ambayo yanaendelea hapa yanarushwa. Ingawaje si katika siku ile ile kama ambavyo ilikuwa pale, lakini mtakuta mahubiri ambayo yamepita hapa nyuma yanaonekana kwenye YouTube kwenye linki ya Vituka SDA. Ukiingia utapata mahubiri ambayo yameendelea mahali hapa. Watoto wetu kesho Sabato ijayo watakuwa Miande kwa Sabato ya wageni. Wameanza kualikwa. Siku moja niliwaambia hao watoto watalitangaza kanisa la Vituka. Na sasa wanalitangaza kanisa la Vituka. Tarehe 25 ya mwezi huu, Ijumaa saa 11 jioni, wataonekana kwenye runinga ya Hope Channel ambayo itarusha nyimbo zao katika Tanzania nzima. Kwa hiyo tarehe 25 mwezi wa 11, mwezi wa pili huu samahani, tarehe 25 mwezi wa pili saa 11 jioni wataonekana wakiimba nyimbo karibu 10 hivi. Na tarehe 27 saa 4 asubuhi zitakuwa zinarudiwa hizo nyimbo ambazo wamezimba tarehe 25. Bwana asifiwe. Niwakaribishe katika ibada ya mchana wa leo. Ibada yetu ya mchana wa leo ina kichwa cha habari kinachosema matayarisho kuingia Kanaani. Matayarisho kuingia Kanaani. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, umefika muda mwingine tena tumeketi kuisikia sauti yako. Baba mwema, tufundishe kupitia neno lako katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Wana wa Israeli wametoka Misri. Wamesafiri mpaka kwenye guba ya Suezi. Na katika guba ya Suezi Mungu anataka kuwapitisha katika bahari ya Shamu. Nyuma wanaona jeshi la Farao, kukiwa na jeshi likiwa limepanda farasi. Pembeni kuna milima, mbele kuna bahari. Israeli wanalia, alafu Mungu anafungua njia na Israeli wanapita. Wanasafiri katika siku 3 bila kupata maji. Wanafika Elim. Mungu anawapatia maji, lakini walipoyaonja maji yalikuwa machungu. Ndipo Mungu anamwambia Musa, weka mti katika maji. Na Musa alipofanya jambo hili, maji yakawa matamu, wakanywa pamoja na mifugo yao. Baadaye wanasafiri kidogo, wanafika Elim. Biblia yangu inaniambia Elim kulikuwa kuna mitende 70 na chemichemi 12. Wakapanga hapo. Baadaye wanaondoka Elim, wanafika mahali fulani panaitwa Refidim. Refidim mahali ambapo mtumishi wa Mungu Yoshua anapigana na Amaleki. Biblia inasema Musa alipokuwa anainua mikono juu, Yoshua anashinda. Alipokuwa anateremsha mikono, Israeli inapigwa. Ndipo wakanyanyua mikono ya Musa, wakaishikilia, maana ilikuwa imefika mahali imechoka, na Israeli ikashinda vita na Amaleki. Wanasafiri kutoka Refidim
wanafika katika mahali panapoitwa jangwa la Sinai, mahali ambapo Mungu anamuita Musa na kumpatia amri 10 zilizokuwa zimeandikwa katika mbao 2 za mawe. Na baadaye Israeli wanasafiri kutoka jangwa la Sinai katika mlima Sinai, na wanakwenda mpaka wanafika mahali panaitwa Kadesh Barinea. Kadesh Barinea, Mungu anamwambia Musa, tuma viongozi katika kila kabila ya Israeli, kabila 12, waende kupeleleza nchi. Na baada ya siku 40 wale watu 12 wanarudi katika mahali ambapo wameacha kundi la Israeli panapoitwa Kadesh Barinea, mahali ambapo uasi mkubwa ulitokea. Na katika uasi huu, wakiwa tayari wamemaliza miaka 2, ndipo Mungu anaruhusu Israeli kutangatanga jangwani miaka 38. Miaka 38. Baadaye Israeli wanasafiri kutoka hapo, miaka 40 imekamilika, wanakwenda mpaka kando ya mto Yordani. Na wanapokuwa kando ya mto Yordani, Mungu aliruhusu tu wakae pale wakati ambapo maji hayajawa mengi na mto Yordani haujajaa. Wakakaa pale mahali palipoitwa wakakaa pale Shittim. Mungu akaruhusu maji yajae katika Yordani, ndipo anawaambia Israeli kusafiri. Sasa twende na wewe katika kitabu cha Yoshua sura ya 3, mahali ambapo tumepewa fungu letu kuu. Yoshua sura ya 3. Tasoma fungu la 1 mpaka fungu la 6. Neno la Bwana nasema, Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto Yordani, yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3, maakida wakapita katikati ya marago, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhiraa 2000 kiasi chake. Msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Fungu la 6. Kisha Yoshua akawaambia makuhani akasema, liinueni sanduku la agano mkavuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano, wakatangulia mbele ya watu. Neno la Bwana linasema wamekaa pale Shittim, na baada ya kukaa Shittim, Mungu anamwambia Yoshua, waambie Israeli, sasa wakati wa kuvuka katika mto Yordani umefika. Na kumbuka, wakati anawaambia kwamba wanavuka mto Yordani, wote waliotoka Misri walikuwa wamekufa jangwani kutokana na uasi walioutenda jangwani. Na hivyo hiki kilikuwa ni kizazi kipya ambacho hakikuona namna ambavyo Mungu alitenda wakati wanavuka katika bahari ya Shamu. Kumbuka, hiki ni kizazi kipya ambacho hakikuona matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda kwa Israeli wakati wa mchana katika jangwa, wakati ambapo palikuwa na jua kali. Mungu aliweka wingu na wakasafiri. Kizazi hiki hakikuona jinsi ambavyo Mungu alivyoongoza wakati wa usiku wa giza kupitia katika nguzo ya moto. Kizazi hiki kiliona tu jambo ambalo Mungu alilifanya la kuwapatia mana. Yoshua anasema, kesho asubuhi tutaona Mungu atatenda jambo kubwa. Lakini pia anawaambia makuhani kupita katika marago ili kuambia Israeli kwamba makuhani walibebe sanduku la agano, sanduku ambalo lilikuwa na vitu 3 ndani ya sanduku la agano. Kitu cha kwanza, katika sanduku la agano kulikuwepo na mana.
cha pili palikuwa na fimbo ya Haruni. Lakini kitu cha tatu palikuwa na amri 10 za Mungu. Na juu ya sanduku la agano kulikuwa na kitu cha rehema, kikikumbusha rehema za Mungu na uvumilivu na msamaha wake kwa Israeli. Na hivyo Yoshua anawaambia, asubuhi mtaona mambo ambayo Bwana atayatenda. Lakini sanduku la agano litakalobebwa na makuhani liwe umbali wa dhiramu 200. Nilipokuwa nafuatilia dhiramu 200 nikagundua kwamba ni 2/3 ya maili au kilomita 1.2. Na hivyo sanduku la agano lilipokuwa mbele kilomita 1.2, Israeli wengine hapa walikuwa nyuma, ili wasilikaribie sanduku la agano, ili kuonyesha jinsi ambavyo Mungu, kwa sababu alikuwa juu ya sanduku la agano, ili aonekane kwa Israeli. Na makuhani walipokuwa wamekwenda na hatimaye kukanyaga ndani ya mto Yordani, Biblia inaniambia mto Yordani ukatengeneza chuguu na Israeli wakapita. Fungu la 13 hadi fungu la 8 hadi fungu la 13 la Yoshua sura ya 3. Nawe uamuru hao makuhani wachukuao sanduku la agano, ukawaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njoni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hatakosa kuwatoa mbele yenu makuhani na Mkanani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mgirigashi na Mwamori na Myebusi. Fungu la 11, tazama sanduku la Bwana laeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuhani, fungu la 13, walichukuao sanduku la Bwana wa dunia yote, zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika maji yale yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chuguu. Mungu anamwambia Yoshua, Israeli watakapokuwa wanalifuatilia sanduku la agano, na makuhani watakapokuwa wamefika na kufika Yordani, watakapokanyaga maji ya Yordani, maji yatakuwa chuguu, na Israeli hawa watoto watapita katikati ya mto Yordani kana kwamba wanapita katika nchi kavu. Na Biblia inasema walipofika pale, wale makuhani walipokanyaga maji ya Yordani, maji yakawa chuguu, ili Mungu kuwaonyesha wana wa Israeli hao waliozaliwa jangwani waone namna ambavyo Mungu anatenda mambo makuu. Lakini kuna jambo ambalo tumejifunza mwanzo. Yoshua anawaambia, jitakaseni. Katika kitabu cha Roho ya Unabii, katika kitabu cha SDA Bible Commentary, kitabu cha 2 ukurasa 187, Mama White anaandika maneno haya: sisi pia yatupasa kupokea utakaso iwapo tutazamia kupokea mibaraka na uongozi wa Mungu katika matayarisho yetu ya kuingia Kanaani ya mbinguni. Ni muhimu kwamba tunajitakasa. Msikilizaji wangu, kumbuka somo linasema matayarisho ya kuingia Kanaani. Ili waingie Kanaani, nchi ya ahadi, Mungu anamwambia Musa, Mungu anamwambia Yoshua, waambie wana wa Israeli wanapokuwa Shitimu, ninawaondoa ili wakabili Yordani, na baada ya ukabili Yordani wavuke waingie Kanaani, lazima Israeli wote wajitakase. Roho ya Unabii Mama White anasema sisi pia tupasa kupokea utakaso iwapo tunatazamia kupokea mibaraka na uongozi wa Mungu katika matayarisho yetu ya kuingia Kanaani ya mbinguni. Ni muhimu kwamba tunajitakasa kwa kusalimisha maisha yetu kwa Mungu, ili apate kuyasafisha maisha yetu na kuyafanya matakatifu. Iwapo jambo hili lilikuwa muhimu katika kuingia Kanaani ya duniani, ni muhimu jinsi gani katika kuingia Kanaani ya mbinguni. Sura ya 5 ya Yoshua fungu la 1, neno la Bwana linasema hivi. Yoshua 5 fungu la 1,
Ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Kanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli, hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Unajua pale Kanaani, pale Yordani mbele waliona mji ambao wa Yeriko. Wakiwa Kanaani, wakiwa Yordani mbele kilomita kama 15 hivi kutoka Yordani, waliona mji wa Yeriko. Na Yeriko ndicho kilikuwa kikwazo cha kwanza cha Israeli. Kumbuka somo linasema matayarisho ya kuvuka Kanaani. Biblia inasema katika sura ya 5, waliposikia Waamori na wafalme wa Kanaani wakauliza, hao wanaovuka Yordani iliyoachia njia ni nani? Biblia inasema wafalme wa Amori na wafalme wa Kanaani wakajibu kwamba hao ni wana wa Israeli wamevuka Kanaani, wamevuka Yordani. Na wanapovuka, mioyo ya wafalme, mioyo ya wakazi wa Yeriko ikayeyuka, maana wanajua kwamba Bwana aliyewavusha kule Misri katika bahari ya Shamu, mambo makuu aliyoyatenda bado atayatenda kwa wana wa Israeli. Na ndio maana Biblia inasema mioyo yao ikayeyuka. Nisome mpaka lile fungu la 5. Fungu la 2. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya jifanyie visu vya mawe ya gumegume. Labda kabla sijasoma hapa, ninaomba usikilize vizuri. Biblia inasema wamevuka Yordani, na wanapovuka Yordani mbele kidogo, wana wa Amori na wafalme wa Amori, wafalme wa Kanaani wanauliza hao ni akina nani? Nao wanaambiwa kama nilivyosema, hao ni wana wa Israeli, na mioyo yao ikayeyuka. Baada ya kuvuka Yordani, nini kilitokea? Fungu la 2 hadi fungu la 5, neno la Mungu linasema, wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya jifanyie visu vya mawe ya gumegume. Watairi tena wana wa Israeli mara ya pili. Basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume, akawatairi wana wa Israeli huko Gibea Haalothi. Fungu la 4. Na sababu waliotoka Misri, fungu la 4, na sababu ya Yoshua kutairi ni hii: watu wote waliotoka Misri waliokuwa waume, hao watu waume wote waendao vitani walikufa katika bara njiani baada ya wao kutoka Misri. Fungu la 5. Kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutailiwa, lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri, hao hawakutahiliwa. Watu wazima hawa ambao wamevuka Yordani hawawezi kuingia Kanaani mpaka watahiliwe. Hawawezi kuingia Kanaani mpaka watahiliwe. Hakukuwa na nesi, hakukuwa na daktari. Yoshua, Biblia inasema Mungu anamwambia chukua mawe ya gumegume ili uwatahiri Israeli, kwa sababu wanaingia katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi ambayo nilimwahidia Ibrahimu, Yakobo pamoja na Isaka. Sikiliza mtu wa vituka, mtu wa vituka, sikiliza. Huwezi na wala siwezi kuingia mbinguni kama maisha yangu ya kiroho hayajatakaswa. Siwezi kuingia mbinguni. Huwezi na wala siwezi kama moyo ulio nao haujatailiwa, haujatengenezwa ili ufae kuingia mbinguni. Huwezi kuingia mbinguni. Ni lazima mioyo itailiwe, ni lazima midomo itailiwe, ni lazima maneno yatailiwe, ni lazima kila jambo ambalo tunalifanya katika maisha ya kiroho lazima litailiwe, ndipo tuingie Kanaani.
Neno la Bwana linasema Yoshua, Mungu anamwambia chukua mawe ya gumegume. Hakuna visu, hakuna daktari, hakuna kushonwa, wala hakuna nesi, bali ni jiwe la gumegume. Kila mwanaume wa Israeli ili aingie Kanaani, maana amevuka katika mto Yordani, ni lazima atahiliwe. Watu wa Vituka asubuhi ya leo, somo linasema matayarisho ya kuingia Kanaani. Wanaambiwa wajitakase ili waondoke Shitimu kwa ajili ya safari ya kwenda Kanaani. Na wanapovuka Yordani, Yoshua anaambiwa na Mungu waambie wanaume wote wa Israeli, maana hawa hawakutoka Misri, lazima watahiliwe. Watu wa Vituka, mioyo itahiliwe, mawazo yatahiliwe, akili itahiliwe, maneno na midomo yetu ni lazima itahiliwe kama tunataka kufaa kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Unajua, wakati ambapo Israeli wanatahiliwa na wanavuka Kanaani, Yordani samahani, bado mikate ilikuwa inashuka. Mikate inashuka kutoka mbinguni. Watu hao wametembea jangwani miaka 40. Viatu walivyotoka navyo Misri havikuchakaa. Nguo walizokuwa wametoka nazo Misri hazikuchanika. Ninaomba nisikilize vizuri. Viatu havikuchakaa, nguo hazikuchanika, bado wamevuka Yordani, mikate ilikuwa bado inashuka. Mungu anashusha mikate. Nguzo ilikuwa bado ipo. Mchana wingu lilikuwepo. Unajua wakati fulani Israeli walifika mahali fulani wakamwambia Mungu, mbona mikate imezidi? Tupatie nyama, maana Misri tulikuwa tunakula nyama. Mungu akashusha wingi wa kwale. Kama waliweza kurosti walirosti, kama waliweza kupika walipika, kama waliweza kuchemsha walichemsha. Biblia inasema wakala mpaka ikafika mahali fulani, ikatokea wapi? Pwani. Mungu anatembea nao. Unajua wakati anamwambia Musa katika kitabu cha Kutoka sura 19 fungu la 1 mpaka fungu la 5, anamwambia nenda uambie wana wa Israeli wajue kwamba mimi ndiye Mungu niliyowabeba katika mbawa za tai. Na kwa sababu nimewabeba katika mbawa za tai, kama watatii maagizo yangu, hao watakuwa tunu kuliko mataifa yote. Mungu alikuwa anatembea nao kama tai anavyotembea na vifaranga vyake. Huyu ndiye Mungu aliyekuwa anatembea nao, anawalisha jangwani. Bado nguo hazichakai, bado wala zichaniki. Nguo zao hazichaniki, viatu havichakai, mana inashuka. Wanavuka Yordani, mana inaendelea kushuka. Yoshua 5 fungu la 11 na la 12. Neno la Bwana linasema hivi. Yoshua sura 5 fungu la 11 na 12. Neno la Bwana linasema hivi: nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanaani mwaka huo. Biblia inasema wakati wanavuka Kanaani, Yordani, wakati wanavuka mto Yordani, baada ya kula mazao ya nchi ya Kanaani, mana ikakoma. Baada ya kula mazao ya Kanaani, mana ikakoma. Mzee Abuaro na mzee Mdemu, mana ikakoma. Wakaliondoa la mchana, nguzo wakati wa usiku akaondoa. Na sasa anaelekeza Israeli kula mazao ya nchi ya Kanaani, ili waone kwamba wameingia Kanaani, wanaanza kula mazao ya nchi ya Kanaani. Sikiliza fungu lile linaloendelea katika fungu la 13 na fungu la 14. Kuna neno pale: ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama mtu akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la,
lakini nimekuja sasa niliamini wa jeshi la Bwana. Yoshua akaporomoka kiuso hata nchi, naye akasujudu akamuuliza, Bwana wangu aliniambia nini? Aniambia nini mimi mtumishi wake? Sikiliza mtu wa vituka. Kila siku za maisha, nirudie, kila siku za maisha kiroho kuna kuvuka Yordani. Kila siku za maisha kiroho kuna kuvuka Yordani. Ili uvuke Yordani, moja, ujitakase, lakini ujue mbele kuna mawe ya gumegume. Ili utahiliwe kiroho, ufae kuingia Kanaani, ufae kula mazao ya nchi mpya ya ahadi. Ni lazima katika maisha kiroho ya kila siku, mtu wa vituka, kumbuka kujitakasa ili uvuke Yordani. Na unapovuka Yordani, akili yako weka kwamba kuna jiwe la gumegume ambalo unapaswa kutahiliwa, mdomo, mawazo, akili, ili ufae kula mazao ya nchi ya Kanaani. Lazima ujue hilo. Usipojua hilo, matayarisho yako ya kuingia Kanaani ya mbinguni yana mashaka na wasiwasi. Jangwani wakati Israeli wanasafiri, uwepo wa Mungu ulidhihirishwa. Ulidhihirishwa kwa wingu wakati wa mchana, ulidhihirishwa kwa nguzo ya moto wakati wa usiku. Sasa Mungu haonekani tena katika nguzo. Mungu haonekani tena katika wingu. Mungu haonekani tena kwa Israeli, kwa maana Mungu anaonekana kwao kama jemedari wa vita. Bwana asifiwe. Ili kuwapigania watu wake. Bwana asifiwe. Bwana haonekani tena kama wingu aliyojidhihirisha jangwani, kama nguzo aliyojidhihirisha jangwani. Haonekani kama mana aliyokuwa anapatia Israeli jangwani, wala si maji aliyokuwa anatoka katika miamba ya Meriba. Mungu sasa anaonekana kwa Yoshua na wana wa Israeli kama jemedari wa vita anayepigana kwa ajili ya watoto wake. Anakutana na Yoshua, anamwambia, mimi ni jemedari kutoka katika makao ya mbinguni. Ili Waisraeli wanapoendelea kuyala mazao ya Kanaani, kama Wakanaani watakuja kuwazuia, Bwana apigane kwa ajili yao, maana amewafikisha katika nchi ya ahadi. Bwana amewafikisha katika nchi ya ahadi. Swali ni hili: katika safari yako ya kiroho, je, upo chini ya Mungu wetu ili akupiganie? Watu wanaweza kukuona vibaya, wakakusema vibaya, wakakuchukia, wakakutenda mambo ya hiana, watu hata washiriki wenzako. Ngojeni niwaambie, kuna watu pamoja na kwamba wanasafiri kuelekea mbinguni, lakini midomo yao hainyamazi. Kila siku makangilia yuko kwenye midomo yao. Natoa mfano, kila siku makangilia yuko kwenye midomo yao, yuko hivi. Ukienda mtaani utakuta jina la makangilia. Utakwenda mahali fulani, natoa mfano, utakuta jina la makangilia. Ukienda mahali utakuta jina la makangilia. Nataka nikutie moyo katika asubuhi ya leo, jemedari wa vita hivi karibuni atakupigania. Na wale wote ambao hawakutengeneza maisha yao, hawakujitakasa, wala ambao hawakukubali kutahiri mioyo na midomo yao, watapotea na hautaona tena. Maana jemedari wa vita yuko pamoja na watu wake ambao wanajitakasa, ambao katika maisha yao kila wakati wanafikiri kwamba kila siku ni kuvuka Yordani, na ili uvuke Yordani ni lazima ujitakase. Ili uvuke Yordani, kumbuka kuna jiwe la gumegume Yoshua amelisikia kukutahiri ili ufae kwa ajili ya mbinguni. Lakini mbele hapo yuko jemedari. Yoshua anasema, je, wewe uko upande wetu au uko upande wa adui? Anasema, mimi ni jemedari wa vita, niko upande kwa pigania, ili mazao ya Kanaani nitakapoyala
Wakanaani watakapokuja kuwazuia, mimi Bwana wa majeshi ambaye nimesema mtaingia na kula matunda katika Yordani, katika Kanaani, ambaye unajua wakati ambapo Musa anatuma wale 12 walikuja wakiwa na tini, walikuja wakiwa na makomamanga, walikuja wakiwa na zabibu, walikuja na kila kitu. Maziwa yalikuwepo Kanaani, asali ilikuwepo Kanaani. Sasa Waamori pamoja na Wakanaani hawawezi kuzuia Israeli kula matunda ambayo hawakuyalima, kwa sababu jemedari wa vita ametangulia mbele yao kuwapatia matunda. Hivi karibuni simbari, wote ambao wanajitakasa, wote ambao kila siku wanatailiwa mioyo na Yesu katika maisha yao, watakutana na Bwana wa majeshi, na wanapokutana na Bwana wa majeshi atawaingiza katika Kanaani ya mbinguni. Nimesema hivi, waweza kusemwa, waweza kuabishwa, jina lako likaharibika, likatukanwa, na tena si na watu wengine, ni washiriki unaosali nao, ni watu ambao mnakula pamoja meza ya Bwana, ni watu ambao mnapofunga mnakula futari pamoja, lakini wametembea na jina lako, wanatembea na jina lako. Hao usiwaangalie wala usihangaike nao. Takasa maisha yako, na si kutakasa maisha yako peke yake, kila siku jitahili, maana unavuka Kanaani. Jemedari yuko mbele akupiganie na akushindie kuingia Kanaani. Chukua hili ninapofunga hotuba hii, chukua hili. Jemedari wa vita. Katika somo letu la asubuhi hii, matayarisho ya kuingia Kanaani, Mungu aliongoza kwa Yoshua, na akamwambia Yoshua, mwanangu Yoshua, wa kabila ya Efraim, na wewe Kalebu wa kabila ya Yuda, mmekuwa waaminifu hata mlipotoka kuipeleleza nchi, bado mlisimama upande wangu mkinitetea. Ingieni Kanaani. Asubuhi ya leo nikutie moyo, mtetee Mungu. Hata wakati mwingine unapopigwa na mawimbi ya dhoruba ya yule mwovu, simama mbele za Bwana, na Bwana peke yake awe kiongozi wa vita. Niseme haya ninapofunga, jitakase mtu wa vituka. Kama unahitaji kuingia mbinguni, kila siku jitakase. Jitakase kiroho, jitakase kimwili, jitakase kiakili. Kila siku jitakase. Mungu kama amesema hii acha, maana tunakaribia nyumbani. Mungu akisema mwanangu hili achana nalo, maana hivi karibuni Bwana wa majeshi, jemedari wa vita anayepigana kwa upande wa watu wake, atashuka, na wale wote walioishi katika maisha ya kujitakasa, wale wote ambao waliishi katika maisha ya kuona kwamba mbele kuna Yordani, na kwa ili kuvuka Yordani ninapaswa kujitakasa. Nijitakase tabia, mionekano, mavazi yangu, tabia zangu, nijitakase. Lakini mbele ninapaswa kujua kwamba kuna jiwe la gumegume ambalo hilo halina daktari wala nesi, wala hakuna kusema kwamba sasa nasikia maumivu. Lazima utahiriwe ili uingie Kanaani. Mungu atubariki na Mungu atie nguvu. Ndio maana tumeimba wimbo wa Yordani, wimbo 178. Tuimbe tena wimbo huu tukiwa tumesimama. Unapoimba tafakari, ukingoni mwa Yordani, ukingoni mwa Yordani. Waisraeli waliona Yeriko kilomita 15 kutoka Shitimu. Waliona Yeriko. Na wakati wanavuka, Waamori pamoja na Wakanaani wanauliza ni akina nani hao? Wanasema hao ni Israeli. Na waliposikia kwamba ni Israeli, mioyo ikayeyuka, maana wanajua Mungu wa Israeli anafanya nini. Mungu wa Israeli akutimizia hitaji lako. Mungu wa Israeli akupiganie. Mungu wa Israeli asikufanye ukafika mahali ukaumia kwa mateto na maneno mengine. Tambua kwamba yuko mbele anakusubiri, na hivi karibuni atakuchukua nyumbani mbinguni. Ukingoni mwa Yordani ninaona bahari, ninaona bandari. Ukingoni mwa Yordani, ukingoni mwa Yordani ninamuona Bwana anakuja. Ukingoni mwa Yordani, ukingoni mwa Yordani ninaona majeshi ya adui, lakini Bwana yuko mbele ananipigania hivi karibuni. Ukingoni mwa Yordani.